Uchunguzi wa awali ambao umeongozwa na wataalamu waliobobea ambao ofisi ya mkuu wa wilaya iliwatuma kupitia ofisi ya mkurugenzi kwamba niambieni ukweli, nini kinachoendelea hapa. Moja, wamebaini mambo ya fedha hayajakaa sawa hapa. Kuna ujanja na ujanja wenyewe. Kwanza kuna karibu shilingi milioni 1,363,000 zimetumika kwa matumizi binafsi. Nadhani zitakuwa ndio hizo za vibanda hizo zimetumika kwa matumizi binafsi. Ni kosa kutumia fedha za wananchi kwa matumizi binafsi. La pili, kuna takriban milioni 6 kama na 4,430,000 nazo zinatia mashaka. Zilivyokwenda ni mashaka. Kwa hiyo upotevu wa hizo hela ni sawa na kusema kuna dalili za ufisadi. Wakubwa wamesema wanataka waondoke na mwenyekiti wenu. Taratibu, kwa sababu hii ripoti hii imemweka kwenye mashaka, lakini sio ripoti ya mwisho, lakini kuna malisiti mengi yana mashaka. Na kama mnayo huyu bwana atachukua namba yako ya simu na hizo risiti atazichukua. Huyu ndo kazi yake. Wao wanajua atamuhifadhi wapi ili wachukue maelezo, alafu atakwenda naye bila mchakato kidogo, ila sina uhakika kama anaweza kutoboa kwa. Kwa hiyo bwana, wewe ofisa, kuna risiti zingine pale, wewe uende naye ukachukue maelezo. Hii sio ya Ngonyani, hii sio ya polisi. Kesi matumizi mabaya ya ofisi, ubadhirifu. Kwa kweli changamoto ambayo tumeipata kwa huyu mwenyekiti wetu ambaye tumemsimamisha ni kwamba ana mambo makuu kama yasiyopungua 10 na mojawapo ameuza vibanda vya tamasha kwa kupitia risiti bandia ambazo mimi hapa ninazo, ambazo mojawapo ni hizi. Ameuza ambazo hizi sio risiti zenyewe, na hela ameweka mfukoni mwake. Nilijua kwamba nachangia ile pesa iweze kuendeleza maendeleo ya kijiji, lakini hiyo pesa ilikuwa haiendi kwenye kijiji. Sijui alikuwa anapeleka wapi, mimi hata sielewi.